wa yuhayyi ilakum min amrikum mirfaqa, alafu atawatengenezeeni yenye kuwapendeza katika mambo yenu. Wale mabwana wakafuata amri ya Allah tabaraka wa taala, wakaelekea kwenye pango kama tulivyoelezea kwa urefu jana, hakuna haja ya kuelezea zaidi. Wakaingia kwenye pango, maadui waliokuwa wafuatilia hawakuingia, wakaogopa, wakaziba mlango kwamba mfe umo njaa, mfe na kiu. Allah tabaraka wa taala kwa sababu wako kwenye hali nzito, Allah akawatia usingizi. Allah akawatia usingizi. Sasa katika ule usingizi ndio hiyo aya inofuata, jinsi walivyolala miaka hiyo 309. Usingizi wao ulikuwa sampuli gani? Allah anasema watarashamsa idha tala'at tazawaru an kahfihim dhata al-yamin wa idha gharabat taqrudhuhum dhata ash-shimali wa hum fi fajwatin min. Jua linapochomoza, watarashamsa idha tala'at, na utaona jua linapowachomozea ile asubuhi, wako kwenye pango mule ndani. Tazawaru an kahfihim, lile jua linainama kulikwepa lile pango. Dhata al-yamin, linainama upande wa kulia. Ule mlango wa pango uko hivi, jua linachomoza hivi. Maana yake kama lingelikuwa si Allah kuliamrisha jua, lingelikuwa siku zote makali yake yanapiga mchana kutwa mpaka linazama. Na mwili wowote unaopigwa na jua basi unaathirika. Jua linapokuwa muda mwingi, alafu muelewe kwamba usingizi, viungo vingi vinakuwa havifanyi kazi. Kwa hiyo kwa rehema za Allah tabaraka wa taala, jua lilitii amri. Jamani, hii katika muujiza, si jambo la kawaida. Kuna mtu aweza kaumiza kichwa, yawaje jua linaacha njia yake? Ni kweli. Washamsu tajri limustaqarri laha dhalika taqdiru al-aziz al-alim. Jua limeumbwa na Allah kwa kuamrishwa litembee kwenye muhimili wake maisha yote. Allah ameshalipangia. Jua litapita kwenye sayari yake, mwezi utapita katika muhimili wake, dunia itazunguka katika vile vile. Ni Allah ndio aliyopanga nidhamu hiyo, na yeye ndio anaweza kubatilisha nidhamu hiyo, hakuna mwingine. Kwa hiyo wala usiumize kichwa chako kwamba sasa jua litaenda hivi alafu ile ambayo limecross hivi. Kwa nini waumia kichwa hivyo? Haya ni mambo si ya kibinadamu. Allah tabaraka wa taala asema iqtarabatis saa wa inshaqa al-qamaru. Hivi mnajua kwamba kuna siku mwezi ulipasuka na watu wakauona? Au mwasikia leo? Watu wakawaonyeshana kabisa, mwezi umegawanyika vipande, lile liko kule, hili liko huku, na watu walishuhudia, na Allah anasimulia hii. Iqtarabatis saa, kiyama kimekaribia, wa inshaqa al-qamar, na mwezi umepasuka. Kwa hiyo haya si mambo ya kimaumbile ya kibinadamu, ni mambo ambayo ni ya kimuujiza. Allah atakakuonyesha uwezo wake kwa wanadamu ili wamtambue. Kwa hiyo usiumize sana kichwa. Asema watarashamsa idha tala'at. Ashamsa wanasema huwa au hiya almuannath almajazi. Neno shams linabeba dhamiri za kike, lakini sio uke wa kikweli kweli. Kwa hiyo yajuzu fi lughati al-arabia an taqul hadhihi ash-shams au hadha ash-shams, lakini huwezi kusema kwa mwanamke mwanadamu ukasema hadhihi imraa wa hadha imraa. Huwezi kusema, kwa sababu al-mar'a hiya al-muannath al-haqiqi. Watara ash-shamsa idha talat, utaliona lile jua linapochomoza. Tazawaru an kahfihim, linakwepa lile pango lao, dhata al-yamini, kwa upande wa kuliani. Wa idha gharabat, na utaliona jua wakati wa kuzama napo, taqrudhuhum dhata ash-shimali,
wakwepa vile vile kwa upande wa kushoto. Yani kama wako hapa, jua likitoka huko linakwepa kidogo, hawapigwi na jua asubuhi, na wakati wa kuzama labda limerudi kwenye sehemu yake, pia Allah analipondosha kidogo. Wanabaki hivyo siku zote. Ay wa idha gharabat taqta'uhum wa tub'idu anhum jihata ash-shimali, linapozama jua linakwepa kabisa pale walipo kwa upande wa kushoto. Wal gharad anna ash-shamsa la tusibuhum, na lengo lote hilo la kulipindisha jua Mwenyezi Mungu ili wale watu wasipatwe na ule ukali wa jua linapochomoza, na wale wasipatwe na ukali wa jua linapozama. Wa hum fi fajwatin minhu, na wao wakiwa pale katika mwanya na ule upenyo wa hilo pengo, hilo pango, wako pale kwenye mwanya pale katikati. Dhalika min ayati Allah. Dhalika min ayati Allah. Hapa ndio tumefunga habari kabisa kwamba kumbe hayo yamefanyika, Allah atakaonyeshe muujiza wake tu. Hakuna wala halina mamlaka jua kukwepa nidhamu aliyoiweka Allah, halina mamlaka hiyo. Jua halina mamlaka kufanya chochote kinyume cha nidhamu aliyoiweka Allah kwake. Kwa hiyo hapa tunasadikisha kwa kusema dhalika min ayati Allah. Hayo yote yaliyofanyikana ni katika ishara za uwezo wake Allah tabaraka wa taala. Hayo yote Allah alitaka kuonyesha uwezo wake kwa wanadamu, kwamba Allah hashindwi. Na hapa tujifunza mengi sana wanadamu, kwamba lolote uliokuwa nalo wewe kwa Allah ni jepesi kwake yeye kulitengua. Ikiwa wewe ni mgonjwa mpaka umefika kukata tamaa, usikate tamaa. Allah anaweza kutoa amri ya kutengua ugonjwa wako karudi kwenye afya yako njema. Dhalika min ayati Allah. Ukiwa tajiri, si kwamba ndio umefika. Allah aweza akatoa amri yake akatengua utajiri wako karudi kwenye umaskini. Dhalika min ayati Allah. Ukiwa mgumba una mtoto, Allah tabaraka wa taala aweza akatengua amri yake ukapata mtoto. Dhalika min ayati Allah. Hizo zote ni ishara za uwezo wake Allah tabaraka wa taala. Allah hashindwi na jambo. Inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah yeye hapati tabu, jambo liamrisha tu. Kuwa kitu fulani ikawa kitu fulani. Man yahdihi Allahu fahuwa almuhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Allah anasema yoyote mwenye kumuongoa Allah, mwenye kumuongoza Allah, fahuwa almuhtad, yeye ndio muongokaji wa kweli. Allah akikuongoa itakuwa umeongoka kweli. Allah tujalie tuwe tumeongoka. Wa man yudlil, na yule ambaye Allah atamwacha kupotea, falan tajida lahu waliya murshida, hatopata yoyote wa kumlinda na kumuongoza. Ndiyo maana siku zote tunatakiwa tuombe ulinzi kwa Allah. Ndiyo siku zote tunatakiwa tuombe uongofu kwa Allah, kwa sababu Allah akikupa taufiki basi umeingia katika rehema zake. Alhidayah min Allah. Hidayah ziko za sampuli mbili. Kuna hidayah za dalala na kuna alhidayatu litawfiq. Mimi kukulingania wewe mpaka ukaongoka, hii pia ni hidayah, nimekuongoza. Lakini hidayah gani? Hidayatu dalala, mimi nimekuonyesha njia tu. Na hidayah hii ndiyo ile aliyomwambia Allah tabaraka wa taala mtume wake wakati anataabika baba yake mdogo Abi Talib aingie kwenye Uislamu. Allah alimwambiaje? Innaka la tahdi man ahbabta,
wewe huwezi kumwingiza kwenye hidayah ya taufiki ya kufanikiwa mbele ya Allah yule unompenda. Kweli wataka baba yako aongokewe awe mwema, lakini huna mamlaka hayo Muhammad wewe. Walakinna Allah yahdi man yasha, hadha huwa hidayatu tawfiq. Lakini Allah yeye anamuongoa mtakaye. Allah akishakuongoa hakuna wa kukutia dosari. Lakini mwanadamu mwenzio anaweza kukujulisha njia za kheri, ukawa wafanya kheri, alafu baadaye ukarudi tena kwenye mambo yako ya kawaida. Hii ni dalala. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anajisifu, anasema man yahdi Allah, yoyote mwenye kuongozwa na Allah tabaraka wa taala, fa huwa almuhtad, yeye atakuwa ameongoka. Wa man yudlil, na yule ambaye ataachwa apotee. Hapa wale watu wa Kadiria wanasema kwamba mwanadamu hana mashia, hana matakwa, kwamba kama Mungu kashasema kwamba amtakaye ndo anamuongoa na yule asomtaka anampoteza. Sasa mwanadamu ana mashia, ana pendekezo gani hapo mbele ya Allah? Tutasema hapana, mwanadamu ana mapendekezo pia, lakini mapendekezo yake lazima yafikiane na mapendekezo ya Allah. Wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin, hamtotaka isipokuwa vile ambavyo labda Allah amevitaka na yeye ndio vitafanikiwa. Kwa hiyo mashia unayo, inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Allah ametupa mwongozo, akatupa akili, sisi wenyewe tuna uchaguzi za kufuata. Wa man yudlil, na mwenye kuachwa kupotea na Allah, falan tajida lahu, wewe Muhammad utompatia mtu huyo waliyan, mlinzi, murshida, wala wa kumuongoza. Watahsabuhum ayqadan wa hum ruqud. Ayqadan jamu yaqid, ruqud jamu raqid. Utawadhania wamelala hali ya kuwa wako macho. Pale kwenye pango ukifika, pale kwenye pango walivyo, Allah anasema kumwambia mtume wake, watahsabuhum, wa fi qiraa watahsibuhum, utawadhania wewe aiqadhan, wamelala, wa hum ruqud, na hali ya kuwa wao wako macho, hawajalala. Baadhi ya wanazuoni katika kufasiri aya hii wanasema, law ra'aitahum ayyuha an-nadhir la dhanantahum aiqadhan litafattuhi uyunihim, utawadhani kwamba wako macho kwa sababu macho yao yalikuwa yanafenuka, saa nyingine yanafumba, kama mtu ambaye yupo anakula story kama hivi tu. Wataqallubuhum, na vile hali zao za kugeuka geuka, kama utakaa muda utamkuta kafenua macho alafu kafumba, alafu mtu kama ajigeuza hivi. Sasa utasema kalala au mtu ajigeuza? Yani ndani ya miaka 309 ni hivyo. Watahsabuhum aiqadhan, utawadhania kwamba wamelala, utawadhania kwamba wako macho, wa hum ruqud, hali ya kuwa wamelala, hawajalala, wako macho. Wanuqallibuhum dhata al-yamini wa dhata ash-shimali, Allah anasema jukumu letu lilikuwa ni kuwageuza wao mara upande wa kulia, ikipita muda tunawageuza upande wa kushoto. Dhata al-yamini, upande wa kulia, wa dhata ash-shimali, na upande wa kushoto. Anasema wanuqallibuhum janiban ila janib lialla ta'kulu al-ardha lialla ta'kulu al-ardhu ajsamahum. Allah amefanya hivyo kwa lengo kwamba ili ardhi isipate kuwatafuna miili yao, kwa sababu hata mgonjwa akilala siku nyingi kwenye kitanda inafikia mwili wake unaharibika. Mlaze mgonjwa miezi 2 tu kitandani, hayo hawezi kukaa. Ukienda angalia utakuta mwili wake umesharibika. Sembuse hawa ambao Allah amewaeka miaka 300. Kwa hiyo Allah katika taratibu zake za kulinda viwiliwili vyao,
ili vibakie katika hali zao. Anasema wanuqallibuhum dhata al-yamini wa dhata al-shimali, tukawa tunawageuza wao mara upande wa kulia, mara nyingine upande wa kushoto. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bilwasid, na mbwa wao akiwa amenyoosha miguu yake. Dhirani kwa mbwa tunasema miguu, lakini ile ya mbele. Kwa mwanadamu tunasema mikono. Katika kukimbilia kule, riwaya zimekuja nyingi. Kuna riwaya ambazo ni sahihi katika kisa hichi, kuna riwaya nyingine katika Israiliyati. Wanasema hawa wenyewe walikuwa ni wachungaji. Kwa hiyo katika kukimbia kwao waliondoka na mbwa wao. Wengine wanasema hapana, katika kukimbia kwao njiani walikutana na mbwa, mbwa akawafuata mpaka pale pangoni. Walipoingia kwenye pango, Allah alipowalaza kule, na yule mbwa aliyokuwa amesimama katika hapa mlango wa pango, na Allah naye akamtia usingizini vile vile. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Mbwa alifuata safari somuhusu, na yeye akamuingiza katika yano ya somuhusu, kama alivyokuwa Ibilisi. Ibilisi hakuwa katika majini, hakuwa katika malaika. Ilivyokuja amri ya kumsujudia Adam, kwa sababu alikuwa yuko pamoja na malaika, akaingizwa kwenye mkumbo. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala, baada ya kuelezea kwamba wanuqallibuhum dhata al-yamini wa dhata al-shimali wa kalbuhum basitun dhira'aihi bilwasit, tukawa tunawageuza kuliani na kushotoni, na mbwa wao nao akiwa amebakia kunyoosha miguu yake pale mlangoni. Yule mbwa kama amelala tu na yeye pale miaka 309 naye vile vile. Tupata somo gani hapa? Kwa nini katika Qur'ani katajwa mbwa? Mbwa ana thamani gani? Tuelewa kwamba mbwa ni katika viumbe ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hata haifai kumfuga ikiwa huna sababu naye kwenye nyumba yako, kwamba malaika waingii nyumba ambayo inafugwa mbwa. Bali zimekuja riwaya kwamba idha walagha alkalbu ala ina'i ahadikum falyaghsiluhu 7 marrat ihdahunna biturab, au kama kala sallallahu alaihi wasallam, kwamba mbwa anaporamba chombo cha mmoja wenu, basi chombo hicho akioshe mara 7. Moja katika maosho 7 hayo atasugua kwa mchanga. Lakini Allah kamtaja na watu bora. Ashabul kahfi ni watu ambao Allah amewasifu, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Watu bora, lakini watajwa na mbwa. Kuna somo gani? Somo linakuja hivi. Bwana mmoja katika watu wa hikma alisema maneno haya: la tashabil alkaslana fi halatihi kam salihin bifasadi akhar yafsudu adwa albalidi ila aljalidi sari'atun kaljamri yudha'u fi arramadi fatakhmudu. Katika maelezo yake huyu bwana anaimiza watu kutosuibiana na watu wabaya. Ukitaka urafiki, angalia rafiki mwema, tusiwe na marafiki wabaya, kwa sababu adwa albalidi ila aljalidi saria, mtu mvivu mjinga kumwambukiza ujinga yule mwerevu ni wepesi zaidi kuliko mwerevu kumwambukiza werevu yule mjinga. Mtu mbaya kumwambukiza ubaya mtu mwema ni rahisi sana kuliko mtu mwema kumwambukiza wema mtu mbaya. Leo mbwa amepata heshima, ametajwa kwenye Qur'an kwa sababu ya kusuhubiana na watu wema. Kama mbwa amepata heshima hiyo ya kutajwa,
Wewe mwanadamu ukisuhudiana na mtu mwema, si utakuwa una daraja kubwa zaidi? Utakuwa na daraja kubwa zaidi. Kwa hiyo tuchagueni watu wa kufanya nao urafiki, kwa sababu watu wema mara nyingi yanapotokea wema na wewe unaingia katika wema ule. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi. Hapo dhira'aihi ilipo ni mafuulu bihi mansub biismi alfa'il basitun wa huwa ya'malu 'amala fi'lihi yarfa'u alfa'il wa yansubu maf'ulan bihi. Amenyoosha miguu yake, na mbwa akiwa amenyoosha mikono yake au miguu yake bil wasid. Al wasid bi maana al bab, ni ule mlango wa pale kwenye lile pango. Allah bado atuelezea walivyo hali zao mule ndani, anasema law ittala'ta alaihim lawallaita minhum firara. Lau ungeliwachungulia, kama ungewezeshwa wewe kuwachungulia pale walipo waone, lawallaita minhum firara, ungegeuka nyuma ukakimbia. Wako usingizini lakini hawaeleweki kama wako macho, kama wako. Law ittala'ta alaihim, lau ungeliwachungulia tu, lawallaita minhum firaran, ungeliwakimbia, ungeligeuka na kuwakimbia. Wala mulita minhum ru'ba, na ungelijawa wewe na hofu kutoka kwao. Wallahi Allah tabaraka wa taala atisha. Kama wanadamu bado hatujajua ukubwa na uwezo wa Allah wa kugeuza jambo anavyotaka, tena jambo ambalo yaweza ikawa mmelizoea, lakini Allah akaleta kinyume chake. Lakini lengo kubwa ni kujifahamisha yeye uwezo wake kwetu sisi wanadamu, ili na sisi tuweze kujua uwezo wa Allah tabaraka wa taala na kujikurubisha kwake na kufanya ibada. Allah anasema wakadhalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum, vivyo hivyo ndivyo tulivyowazindua wao katika usingizi, liyatasaalu bainahum, ili wapate kuulizana wao wenyewe. Baada ya kupita hiyo miaka 309 kwa mashia ya Allah tabaraka wa taala akawazindua, haya sasa inukeni, yatosha. Kumbe mwanadamu aweza kaishi miaka yote akapata uhai bila ya kula, bila ya kunywa. Hii formula iliyowekwa kwamba uhai upatikane mpaka tule na tunywa, ni mwenye Mungu tu ameuweka kwa malengo yake na hikma zake. Lakini anaweza kumweka mtu muda mrefu bila ya kula, bila ya kunywa, na akabakia na uhai. Hilo la kwanza. La pili, kwa kuwainua Allah tabaraka wa taala katika huu usingizi wao, yasemekana kwamba wale abadatul awthani waliokimbiwa na hawa vijana, pamoja na kuabudu kwao masanamu, lakini walikuwa hawaamini kwamba kutakuwa na kiyama, wala hawaamini kwamba mwanadamu itafikia siku atafufuliwa baada ya kufa kwake. Walikuwa hawaamini. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala alitaka kuwaonyesha wanadamu wale na sisi kwamba hilo jambo ni la kweli, kwamba mwanadamu akae akaavyo, lakini ipo siku yaitwa yaumul qiyama, kitafika. Mwanadamu akae akaavyo, aelewe baada ya kufa atafufuliwa. Kuna mwanadamu ambaye haamini kama kutafufuliwa? Si hawa wamekaa miaka 300 Allah kani. Kwa hiyo kwa kupitia hawa, kwa hiyo watu wataelewa kwamba kumbe nitakapokufa Allah atanifufua kweli. Mbona wale aliwaondoa katika uhai wa kawaida miaka 300 alafu baadaye akaja wafufua. Na haya pia yalimpitia Nabiiullah Ibrahim, si kupotosha wala si kuwa hana akida. Yeye alikuwa atakayakini yale anayoyalingania awe anayaweza kuyasema kwa wale wanaomfuata. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyi almauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ibrahim kuna wakati ilifikia alimwambia Allah kwamba nionyeshe jinsi unavyofufua hawa wafu. Mimi naamini kwamba tutakufa, tutafufuliwa,
lakini nataka ninaposimamia jambo kulieleza kwa wafuasi wangu iwe na yakini nalo iliyopitiliza. Arini kaifa tuhil mauta, nionyeshe jinsi unavyowafufua Allah watu waliokufa. Mwenyezi Mungu akamwambia, kwani uamini Ibrahim? Ibrahim akamwambia, sio hivyo Allah, naamini, lakini nataka moyo wangu tu uwe baridi. Akaambiwa, fakhudh arba'atan min at-tayr fasuruhunna ilayhina, kwamba chukua ndege wa aina 4 alafu wachinje, wanyonyowe, wakatekate vipande, alafu uchukue katika hao wachanganye vipande vyao na zile ngoya zao na kila kitu chao, kisijulikane hiki cha ndege fulani na hiki cha ndege fulani. Kisha baada hapo eka katika mlima huu, eka hii fungu ile mlima huko, thumma du'uhunna ya'tina kasaya, kisha yaita, chukua kichwa cha ndege fulani, ita labda ndege fulani, alafu uangalie. Akafanya Ibrahim, akashika kichwa kile, labda akaita njiwa, basi vile vinyama vikawa, kile chatoka jabali hili, kile chatoka jabali lile, ile mfupa kutoka kule, vyakutanapo katika vyaje ingia sehemu yake, hivyo mpaka yule njiwa akawa kamilifu. Haya, labda kuku, vyatoka vile pande vyakutana hapo, vyaungana mpaka amekuwa kuku. Akamwambia, hivi ndivyo ambavyo unafufua wafu. Hata nyinyi mtakapokufa mkachakachika katika ardhi, Allah tabaraka wa taala yeye pia atasema kwamba haya Muhammadi, basi ule udongo uliokula nyama zako na mwili wako unatema, zile nyama zinakuja zinaungana. Haya Aisha, na hivyo watu wote, inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Yeye ni kusema tu Allah, wala hapati asumbuki wala hapati nini. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala pamoja na kuyafanya hivi ili ni kuwasadikishia wanadamu kwamba Allah ni kweli, baada ya kufa atatufufua. Wakadhalika ba'athnahum liyatasaalu baina, hivyo ndivyo ilivyo. Basi tuliwaamsha wao, tuliwazindua wao usingizini, liyatasaalu bainahum, ili wapate kuulizana wao kwa wao. Qala qailun minhum, akasema msemaji miongoni mwao, kam labithtum, jamani kwani mmekaa muda gani hapa? Mmekaa muda gani hapa? Qalu labithna yawman au ba'da yawmi, wakasema kwa kumjibu kwamba tumekaa sisi yaonekana hapa siku moja tu au sehemu ya siku. Wanasema sehemu ya siku kama tulivyozungumza jana kwenye darasa, kwa sababu yasemekana pale kwenye pango walifika asubuhi, kule mjini walikimbia usiku kwa usiku mpaka kufika kwenye pango ikawa ni asubuhi. Wakalazwa pale miaka 309, siku ambayo Allah awarudishia hali yao ya kawaida ikawa ni wakati wa jioni kama saa hizi. Kwa hiyo yule aliyosema kwamba tumekaa yaonekana kama siku moja au sehemu ya siku, kwa sababu alafu wakajikosoa wenyewe wakasema siku haifiki, kwa sababu sisi tumekuja asubuhi sisi hapa na sasa hivi si jioni. Tumekaa hapa hata siku moja haijafika bwana. Kumbe Allah amewalaza miaka 300. Qala qailun minhum, akasema msemaji miongoni mwao, kam labithtum, mmekaa muda gani? Qalu, wakasema labithna yawman, tumekaa siku moja, au ba'da yawmin, au siku au sehemu ya siku. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum, kwa sababu ni watu wa aqida, watu ambao wamejaa imani. Pale waliona wanazozana, sasa huyu asema hivi, huyu asema hivi, wenyewe wakajibu kwamba qalu, wakasema rabbukum a'lamu bima labithtum, yeye Mola wetu mlezi au Mola wenu mlezi ndiye ambaye anajua zaidi kwa kipindi ambacho mmekaa sehemu hii. Wakarudisha ilmu ila Allahi azza wa jalla. Na hapa pia pana mafunzo wanadamu tujifunza. Mara nyingi Allah iwe ndio wa mwisho katika jambo, hata kama jambo walijua, bwana unaonaje? Mimi naona hapo nilivyofanya ungefanya hivi na hivi, lakini Allahu a'lam, Mwenyezi Mungu ndo anajua zaidi. Mimi nimekueleza hivi ndivyo ninavyojua katika sheria, lakini Allah yeye ndio mjuzi zaidi. Isiyo kwamba wewe unachosema wewe ndio hicho. Hawa
jamaa pamoja na kwamba walielezana, huyu alieleza hivi, lakini mwisho wa yote wakaamua kurejesha ilmu kwa Allah tabaraka wa taala. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum, wakajibu na kusema Mola wenu mlezi ndiye mjuzi zaidi kwa kipindi ambacho mmekaa. Fab'athu ahadakum biwarqikum hadhihi ila almadina, wamekaa muda umekuwa mrefu sasa, wanahisi njaa. Allah baada ya kuwazindua sasa wamerudi katika maumbile ya kawaida ya kibinadamu. Kwa hiyo lazima hali nyingine zote zirudi kwenye formula yake. Wahitaji kwenda chooni kama kawaida tena, wahitaji kula na kunywa kama kawaida, kwa sababu mazingira sio yale ya kiungu tena, ni mazingira ya kibinadamu. Njaa zimewashika. Baada ya kuulizana yeye kwa sasa hayo hayana mnasaba hapa kujadiliana jamani. Mwenyezi Mungu ndiye anajua zaidi tumekaa muda gani. Sasa njaa za umma. Jamani, njaa za umma, hau nyinyi zetu wa muumini na hata umma na njaa. Kwa hiyo wakakata shauri, fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila almadina. Haya, mtumeni mmoja wenu biwariqikum hadhihi, kwa fedha zenu hizi, maana walitoka na pesa pia wanazo mifukoni. Fab'athu ahadakum, tumeni mmoja wenu biwariqikum hadhihi, kwa pesa zenu hizi, ila almadina, ende mjini. Faarsilu wahidan minkum, tumeni mmoja miongoni mwenu ila almadina bihadhihi an-nuqud al-fidhiyya, kwa hizi pesa ende nazo. Falyanzur ayyuha azka ta'aman, tena akienda aangalie kwa makini chakula kilichokuwa safi na salama. Chakula kilichokuwa safi na salama. Hapa pia pana nukta ambayo tutasimama. Hawa mabwana wako kwenye hali nzito, lakini haikuwapelekea kwamba wale chochote wanachopata, kwa sababu katika mji walikuwa wanaishi na watu wa aina mbalimbali, wanakula manguruwe, wengine wanakunywa pombe, yani mchanganyiko wa vyakula ambavyo sio safi. Kwa hiyo njaa zilizowashika na hali waliokuwa nayo, pia wakaeka masharti kwamba pamoja tutamtuma huyo mtu akaenda huko, falyanzur ayyuha azka ta'aman, aangalie ni chakula gani cha halali, chakula gani ni kisafi zaidi. Sio leo mtu hajapata shida, lakini hana mipaka kwenye biashara yake, hana mipaka kwenye kula kwake. Tumekuwa ni walafi sana. Tena watu wanaposafiri, watu twajitafunia tu. Kuna sehemu ukifika, mazingira ya kula haramu yako nje. Nyinyi wengi ni wasafiri majua humu Tanzania. Lakini mtu kwa sababu yuko safarini, lete bwana, hebu jaribu basi. Pamoja sheria haikukubana sana kwenye hilo, lakini wewe mwenyewe tumia akili. Haya mazingira yaliyozunguka mbona sio kama salama? Bwana, hii nyama unauza ya nini? Ya ng'ombe. Haya bwana, niletee bwana. Sio mpaka umekujaambiwa hii nyama bwana ya nini ndipo wajitia vidole vya uongo tu watemamate. Maana zako umeshajipiga umeshiba vizuri, sasa waambia bwana umepiga kitimoto. Lakini ukifanya hivi ukitema ni mate matupu. Lakini hawa mabwana pamoja wako kwenye mazingira ya dhiki sana, lakini akida zao bado zinafanya kazi, kwamba hata hicho chakula ambacho utatuletea bwana, wenda huko usinunue tu kila sehemu bwana. Angalia kwa wale watu ambao ni katika wenzetu kidogo ambao wana vyakula vya halali na visafi. Falyanzuru ayyuha azka ta'aman, na angalie chakula ambacho ni salama zaidi, ni halali, ni kizuri. Faliyatikum birizqin minhu, awaleteeni hicho chakula kutoka huko, awaleteeni hiyo riziki kutoka huko. Ay falyakhtar lana ahalla wa atyaba at-ta'ama, anapofika atuchagulie chakula ambacho ni halali na chakula ambacho ni kizuri, atuletee chakula hicho. Waliyatalattaf, na awe makini kwenye kwenda, asijitembelee tu kama yuko huru yeye, watu wote wakawa wanamuona pale mjini kwamba fulani huyo haja leo. Faliyatalattaf, awe na busara kwa kuingia pale mjini. Wala yushiranna bikum ahadan,
na ajitahidi asimjulishe yoyote nyinyi hapa mlipo, kwa sababu kama hatotumia busara ataenda tu, watu watamuona, fulani huyu, yule akikimbia huyu, akishikwa huyu ataletwa huku na sisi tutakuja shikwa. Kwa hiyo wakaekeana mikakati kwamba huyu anotumwa pia awe anachagua chakula kizuri cha halali, atuletee chakula hicho, lakini waliyatalattaf, atumie busara, awe na busara atakapoingia, awe na utulivu, asiwe na papara. Wala yushiranna bikum ahada, na wala asiwajulisheni nyinyi hapa mlipo yoyote. Innahum, hakika ya hao washirikina huko mjini, in yadhharu alaikum, watakapowajueni nyinyi mlipo na kuwadhibiteni nyinyi, yarjumukum, watawapigeni mawe wawaue, au yuidukum fi millatihim, au watawarejesheni nyinyi katika dini yao. Innahum, hakika ya wao, in yadhharu alaikum, watakapowadhibitini na kukushikeni, yarjumukum, watawapigeni mawe wawaue, au yuidukum fi millatihim, au watawalazimisheni kukurejesheni katika dini yao. Walan tuflihu idhan abada, na wala hamtofaulu kwa hapo na chochote milele. Maana wakikupigeni mawe mkafa, maana yake akida na Uislamu hautosonga mbele, hautowafikia watu. Walan tuflihu idhan abada, kwa hivyo hamtofaulu milele. Au kama wataamua kukurejesheni kwenye dini yao, maana yake hamtautangaza Uislamu vile vile. Walan tuflihu idhan abada, vile vile hamtofaulu milele watakapofanya hivyo. Kwa hiyo yote mawili hayo, kukupigeni mpaka wakawaueni au kukulazimisheni kurudi katika dini yao, yote hayo hayatakuwa na ufaulu na faida kwenu nyinyi. Kwa hiyo bwana, twakutuma ndugu yetu, waenda mjini, lakini masharti yetu sisi ni hayo, jitahidi ukienda fuate masharti yetu. Wakadhalika a'tharna alaihim, Allah tabaraka wa taala sema vivyo hivyo ndivyo tulivyowagundulisha juu yao, tulivyowagundulisha watu kwamba jamani kuna watu kule. Wakadhalika, vivyo ndivyo, a'tharna alaihim, tulivyowajulisha watu juu yao, liya'lamu, ili hao watu watakapowagundua wale wapate kujua, anna wa'ada Allahi haqqun, kwamba ahadi ya Allah ni ya kweli, wa anna sa'ata la raiba fihi, na ya kwamba kiyama hakina shaka. Kiyama kipo, hakina shaka. Tuliwagundulisha watu kwamba kuna watu kule pangoni, ili wale watu waondokane na ile akida mbovu kwamba watu wakifa hakuna kufufuliwa. Kwa hiyo tulitaka wagunduliwe, pamoja na mikakati yao walioipanga kwamba asijue yoyote kule kwamba sisi tuko huku, lakini wao walipanga hivyo, lakini Allah alikuwa na malengo mengine. Wao walipanga wasijulikane, lakini Allah alitaka wajulikane, ile sheria yake na fikra zake Allah zipate kuenea kwa watu kwamba kiyama kipo, kufufuliwa kupo. Kama Allah ameweza kuwalaza watu akawatia kwenye umauti wa usingizi miaka 300 alafu akawafufua, hivyo hivyo anaweza Allah kuwatia watu katika umauti wa hakika, alafu baada hapo akawafufua na kuwalipa. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atujalie kwa haya tunayoyazungumza iwe ni katika mizani zetu njema siku ya kiyama. Allah atujalie tuwe ni wenye kuyafanyia kazi yale yote ambayo tunafundishana katika darasa hii, bali Allah tabaraka wa taala atupe usikivu uliokuwa bora zaidi wa kufahamu haya ambayo tunafundishana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kisa chetu bado chaendelea kesho inshallah. Naam, maswali. Naam, Sheikh Rashid. Naam. Leo umesema kwamba hao walikuwa ni Waislamu pekee yao katika society yao.